Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 30 mwezi wa 3 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Zozimi Askofu. Zozimi alizaliwa katika familia ya Kikristo. Wazazi wake walikuwa matajiri wenye mashamba makubwa huko Sisilia, kisiwa karibu na Italia. Walikuwa wacha Mungu na wenye ibada ya pekee kwa Mtakatifu Lucia. Kwa heshima ya Mtakatifu Lucia, walimtoa Zozimi ahudumie kanisa. Kwa hiyo, alipokuwa na umri wa miaka 7, walimtoa akae katika monasteri iliyokuwa ikiitwa ya Mtakatifu Lucia huko Sirakuse, karibu na nyumbani kwao. Kazi yake kubwa hapo ilikuwa kukaa karibu na masalia ya Mtakatifu Lucia. Kazi hii ilikuwa nzuri kwa kijana aliyezoea kuishi shambani. Alizoea kazi hii hata abati alipompangia kazi nyingine alikimbilia nyumbani. Wazazi walimrudisha ingawa hakupenda. Siku moja usiku, wakati amelala, aliota ndoto, na katika ndoto yake akamwona Mtakatifu Lucia na Bikira Maria wakimwombea na kumwonya asikimbilie nyumbani tena kama alivyofanya. Zozimi alitambua makosa yake, akajirekebisha. Baadaye Zozimi alizoea maisha ya monasteri na mazoea ya kukimbilia nyumbani yakaisha, akatulia, akawa mtu wa sala na tafakari. Zozimi aliishi muda wa miaka 30 katika monasteri ya Mtakatifu Lucia. Abati wa monasteri hiyo alipokufa, kulikuwa na mashaka mengi juu ya nani arithi nafasi yake. Hatimaye wamonaki walimwendea askofu wa Sirakuse wakamsihi awachagulie kiongozi. Askofu, baada ya kuzungumza na kila mmoja wao, aliwauliza kama wamemwacha monaki mwenzao mmoja katika monasteri. Ndipo walipomkumbuka Zozimi waliyemwacha kama mlinzi wa nyumba na bawabu. Zozimi aliitwa, na askofu alipomwona akasema, huyu ndiye aliyechaguliwa na Bwana. Basi Zozimi akachaguliwa kuwa abati, na muda mfupi baadaye askofu alimfanya kuwa padre. Zozimi aliiongoza monasteri ya Mtakatifu Lucia kwa wema, upendo na hekima nyingi, hata aliwashinda wote waliomtangulia na wale waliokuja baada yake. Mnamo mwaka 649 askofu wa Sirakuse alifariki dunia. Zozimi akachaguliwa arithi kiti chake. Yeye hakupenda nafasi hiyo, basi ilibidi mapadre wamchague padre mwingine. Lakini huyu mwingine aliyechaguliwa alikuwa mbinafsi. Basi papa akaingilia kati, akamteua Zozimi kuwa askofu wa Sirakuse. Mtakatifu Zozimi aliwafundisha watu kwa juhudi kubwa, na pia aliwapenda maskini na wagonjwa. Alifariki dunia mnamo mwaka 660 akiwa na umri wa miaka 90. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Zozimi Askofu. Mungu haangalii kama mwanadamu aangaliavyo. Mwanadamu huitazama sura ya nje, bali Mungu huutazama moyo. Rejea kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 aya ya 7. Watakatifu wengine tarehe 30 ya mwezi Machi: Mtakatifu Korina, Mtakatifu Yohane Klimakus, mtawa wa Sinai, Misri. Mtakatifu Zozimi Askofu, utuombee.